Siku ya leo ninaenda kukufundisha namna ya kugundua simu ya mkopo ili usiweze kuuziwa simu iliyo na deni. Kujua kama simu ni ya mkopo, hasa unapotaka kununua simu iliyotumika. Angalia kama ina programu ya kufunga simu lock system, au tumia namba ya utambulisho wa simu email kukagua mifumo ya watoa huduma. Mifumo hii huzuia simu isifanye kazi kama deni halijalipwa. Zifuatazo ni njia kuu za uhakika za kugundua simu ya mkopo. Angalia programu za mikopo. Namba 1. Angalia programu za mikopo. Simu zote za mikopo huwekwa programu maalum inayomruhusu mkopeshaji kuifunga simu mtandaoni wakati ijalipwa. Fungua sehemu ya setting, kisha nenda kwenye app au application manager. Tafuta program kama vile M-Kopa, Watu Credit, D-Lite, Spy, Sunking na Hakika na Ofoni. Na program nyingi ambazo unazijua ni za mkopo utasearch. Programu hizi huwa hazifutiki. Kwa hiyo ukitafuta hizo programu katika app, lile faili la app, utazikuta application nyingi. Kwa hiyo utaanza kusearch program moja baada ya nyingine, kama vile nimesema M-Kopa, Watu Credit, D-Lite, Sunking, Hakika, Ufoni na mambo mengi. Program zote za mikopo ya simu utaweza kuikuta mmoja wapo. Programu hizi huwa hazifutiki, yani hata ukizifuta huwa hazifutiki kwa njia ya kawaida. Namba 2. Angalia ujumbe na notification kwenye skrini. Washa simu na iunganishe na internet, data au wifi. Kama simu ina deni au imefungwa, itajionyesha mara moja kwenye kioo lock screen ikitaka malipo kufanyika ili ifunguliwe. Angalia kama kuna nembo au maandishi ya kampuni ya mkopo juu kabisa kwenye sehemu ya taarifa notification bar. Namba 3. Kagua mfumo wa ulinzi wa simu, device admin. Nenda kwenye setting, security, device admin app. Inaweza kutofautiana kulingana na aina ya simu. Angalia kama kuna programu yoyote ya kampuni ya mkopo iliyopewa mamlaka juu ya kuendesha simu hiyo. Programu hizi huwa na mamlaka ya kufunga kioo, yani lock screen, na kufuta data. Namba 4. Hakiki kwa kutumia namba ya email, yani bonyeza *06 kwenye simu ili kupata namba ya email. Unaweza kwenda kwenye maduka rasmi ya mitandao ya simu kama vile Airtel Tanzania, Vodacom au Tigo, au kwa mawakala wa mikopo uwaombe wakukagulie kwenye mifumo wao kama email hiyo ina deni. Pia namba 5. Unachomoa laini yako katika simu yako, alafu unairudisha tena. Ukiirudisha italeta maandishi pale ya kwamba simu ni ya mkopo. Angalia vitu hivyo ambavyo vitafanya simu ujue kusema ni ya mkopo au sio ya mkopo. Zina mfumo mgumu lock system. Simu za mkopo haziwezi kufutwa mfumo wa flash kwa urahisi, hata zikifanyika hard reset. Mfumo wa mkopo unarudi pale pale tu simu inapounganishwa na internet. Usinunue mtaani bila uhakika. Kama mtu anakuuzia simu iliyotumika used kwa bei ya chini sana na anakuharakisha, chukua tahadhari. Hakikisha unaweka laini yako, unawasha internet na kuitumia kwa dakika chache kabla ya kutoa fedha. Lakini kumbuka pia, unaweza ukachukua laini yako ukapachika kwenye ile simu. Unapopachika, hakikisha kwanza ile simu manake inakuwa haina laini. Chomoa kile kibati, pachika laini, afu weka. Simu italeta kwenye skrini ya kwamba simu yako inadaiwa au simu yako ni ya mkopo. Na hayo ndio tulikuwa tunajifunza leo, namna ya kugundua
kuwa simu yako ina deni au inadaiwa na kampuni ambazo ni kama M-Kopo, Watu Credit, D-Lite, SBuy, Sun King, Hakika, Ufone na kampuni nyingi zaidi. Kwa hiyo usisahau kulike, kusubscribe Gastro Online TV. Asante kwa kutazama.